Tondũ twĩrũgũrĩra mũgũnda wa Mwathani. Mwathani amũrathime mũno na amwĩkĩrĩria maũndũ ma mwĩrĩ, ona arĩa angĩ maikarĩte mĩciĩ-inĩ gũkaga gũte, tumo wendo nĩ tũtirũaga na mwĩrĩ, no tũrũaga na roho. Mbara ici citirũaga na mwĩrĩ na thakame, tũrũaga na wĩtĩkio. Na wĩtĩkio kũmwĩkĩra hinya na kũmwamba na njĩra nene na ya magegania, amwĩkĩre hinya na amũhotanie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mungu awabariki sana. Amen. Thank you so much. Patia deacon wetu makofi mazuri. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Tubariki sadaka zetu. Baba mwema na Mungu wa mbinguni, tunakushukuru asubuhi ya leo. Tunasema ni asanti, umekuwa pamoja nasi. Bwana mwema, umetubariki na tumeleta sadaka zetu mbele yako. Ninazitakaza zote katika jina takatifu la Yesu. Bwana, ubariki kazi ya mikono yetu, ubariki biashara zetu, ubariki afya yetu, ubariki mali yote ambayo ni yetu, na Bwana ukatuzidishie baraka nyingi. Ninakuomba ewe Mungu ufungue milango. Kama kuna mtu ambaye mlango wake umefungwa, naomba Mungu kamhurumie ukamfungulie katika jina la Yesu. Ninaomba Mfalme, katika mahitaji ya kila siku, watu hao wako wasikose, uwe ukiwabariki na kitu cha kila siku, mkate wa kila siku, uwabariki Bwana mpaka na akiba, watokapo na warudipo. Ninakuomba Jehova uwabariki katika jina la Yesu. Na kama kuna mtu ameshikamanisha sadaka yake na dhabihu fulani na ombi fulani, ukamjibu Mungu mwaminifu. Tunabariki hizi zote na zile zimewekwa katika benki, katika jina kuu la Yesu tumeomba na kubariki sadaka zetu. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Mnaweza keti na mbarikiwe na Yesu. Niseme Mungu ni mwema, amekuwa pamoja nasi. Na ninashukuru sana kwa kanisa ya Baraka. Na mimi najua ya kwamba vivyo hivyo ambavyo tumesomewa neno, ya kwamba usiudharau mwanzo mdogo. Maana hata kama mti ushakatwa, siku ingine maji ikimwagika pale, ifute hewa mzuri, itatoa hata miti zaidi. Siku moja hilo neno limenikumbusha, kwetu kunaitwa Daragwa na kuna shule inaitwa Murisho. Na nikawa na haja ya kwenda hiyo shule, nikaenda mguu. Kwenda mguu nikapata mahali hii miti ya Brugam. Mtu ulikuwa umekatwa, lakini katika hiyo stamp ilikuwa imetoka miti ingine 4 na mikubwa sana. Nikaifanyia hesabu, nikajua hii miti 4 ikiuzwa bei yake ni juu sana na italeta pesa mingi sana kuliko ule mtu ulikuwa wa kwanza pale. Na kama mwenyewe siku ya kwanza maybe angeona hakuna haja kukata, lakini sasa hivyo nipita hapo, kama angekuwa hapo angesema na kweli afadhali nilikata umuti. Maana umechomoa ingine 4 na mikubwa sana mpaka nikachidwa one stamp could support such. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna uwezekano ya mti ambao umekatwa unaweza kuwa na glory ambao ni mightier than ile ilikuweko bereni. Mwathani ya kumio. Na diposa Bible inatuhimiza in every situation tumwambie Bwana asanti. In every situation tumwambie Bwana asanti. Hata leo asubuhi nimeambia Bwana asanti. Tungefika hapa mapema kidogo, lakini nilipotoka tu kufika mahali tulikuwa tunaenda kubadilisha gari, nikapigiwa simu nikaambiwa your wife ana nose bleed sana. Nikamsema fanya ABCD, wekela kitambaa ya maji baridi kwa uso, kamata mapua, hesabu 1 2 3 mpaka 5, waashiria, pumua na mdomo haisimami. Nikarudi mpaka nyumbani, nikamchukua nikampeleka hospitali, daktari kamshughulikia kidogo hapo na ikazima. Alafu nikarudisha nyumbani, then I had to come. Bwana Yesu asifiwe. Katika hilo jambo pia nimwambia Bwana asante. Siku moja nimeambia watu hivyo, na kuna mama alikuwa na shida mingi sana baada ya ibada. Tulikuwa naye pale na alipata matatizo mengi kwake nyumbani, lakini Mungu alimuokolea watoto. Katika ile hali ya kuomboleza sana, nyumba yake imeenda yote kwa moto. Nilimuuliza, na katika hali hii unasikia kama uko na nguvu ya kuambia Bwana asante?
Bwana Yesu asifiwe. Sababu Biblia inasema in every situation mwambie ni Bwana asanti. Ni kwa sababu kila kitu kikifanyika maishani ya binadamu, mtoto wa Mungu, Baba huwa anajua mbele zaidi. Na Mungu anajua ikianza na mahali itafika mwisho. Anajua solution ya problem ikiingia, anajua kila kitu na anakuwa na mipango miema. Kama vile tumeambiwa hapa, bado Mungu yuna mipango miema ya kila mmoja wetu. Amen. Kwa hivyo kudidogo, msijidharau, endeleeni kujipa nguvu, endeleeni kumtumikia Bwana, maana Biblia inasema it is every knee that shall bow. Sio watu wengi watapiga magoti pamoja, ni kila mtu na nafasi yake. Na Mungu pia akikuleta hapa duniani, hata kama mlizaliwa wakati moja wengi hamkujuana, ulijipata mwenyewe. Kwa hivyo Mungu anapangiaga mtu mambo yake kibinafsi. Na mbarikiwe sana na asanteni sana mnapoendelea kuhubiri injili mzuri. Na tunaomba wale watu ambao hawajaokoka area hii, tunawakaribisha hapa. Wale wenye dhambi wamefukwa na dhambi area hii ya Ishuga, tunawakaribisha hapa. Wale wamejariwa kwa moyo yao, tunawakaribisha hapa. Wale wamekaa nyumbani hawajaingia nyumba ya Bwana, hawajaenda kanisani, tunawakaribisha hapa. Lakini wale wameenda makanisa mengine, hawa wako sawa. Yesu alisema I came for the lost. Sikuja kwa wale wazuri, wale wako sawa, hawana afya nzuri, hawamhitaji daktari. Lakini wale ambao wako wagonjwa wanahitaji matibabu. Amen. Leo nataka kuongea habari ya kuendelea kuangalia mambo na gharama. Last time nilileta habari ya counting the cost, kuangalia gharama. Kuangalia gharama. Kuna safari tumetoka, kuna safari tunaenda. Kuhesabu gharama. How much have I invested in the kingdom of God? Ni mambo gani nimeasha? Ni mambo gani nimetengana naye? Nimejinyima kwa ajili ya wokovu? Ni jambo gani basi litakuja linizuie kumtumikia Bwana? Kuhesabu gharama. Praise Jesus. Kuna siku moja mwimbaji mmoja alileta wimbo akaiba. Akasema kulikuwa na mtu mwenye lori. Mnajua sehemu kama zile kame za kama huko Isiolo na huko Rodwa, watu wanategemea lifti za malori ama ukienda Doldol. Na kuna mtu mmoja alikuwa amechoka sana, lakini kuna lori ilimpata kwa barabara, akasimamisha na akapewa lifti. Alipobebwa lori ikaenda safari mrefu, naye unajua hewa inapiga. Alikuwa amenunua kofia mzuri sana, zile zinaitwa Godfather, na katika safari ikapigwa na upepo ikaanguka. Lakini dereva yeye anaendesha na songa, anajaribu kusimamisha, dereva hasikii, wakaenda safari mrefu sana. Diposa alitoa mkono sasa karibu kugonga kio ya dereva hapa. Dereva kaona kuna mkono inagonga, akasimamisha gari, akaangalia, akamwambia ni nini. Ule kwa kupea refu akasema nimejaribu kukusimamisha for a long time, haujasimama, kuna nini? Kofia yangu iko wapi? Ilipigwa na upepo ikaanguka, mahali nilipita kitu fulani. Akamuelezea, akamwambia kama ni hapo na mahali tuko ni bali sana. Sasa uamue, urudie kofia ama tusonge mbele uachane kofia tuende, kwa sababu karibu kufika mahali uko naenda. Naye akahesabu vile wamekuja safari mrefu, na akirudi itabidi maybe another day ndio atafika nyumbani. Kasema idhuru, acha kofia iende, nifikishe nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna gharama alihesabu ya time na gharama maybe vile amesaidiwa. Akaona hakuna haja ya arudi mpaka mahali kofia iko, na kofia haina haja kubwa sana kuliko ile iko mbele. Praise Jesus. Ukihesabu gharama utajaribu sana kutetea kitu. Kama umejenga nyumba yako mzuri, na kama nyumba yako imekugharimu pesa mingi, utaitunza, na ukiona kitu kidogo kifanyika utarekebisha mara moja. Kama uko na nguo yako umenunua kwa bei kali, umesave for a long time, alafu hiyo nguo uone kama kuna mtu anataka kuchezea aidarue, utaitetea, utailinda, utaishika vizuri, sababu unajua gharama yake. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tukijua gharama ya wokovu,
tutatetea wokovu na tutetea injili. Leo nataka niwaonyeshe kitu moja Mungu alifanya ndiposa mpaka Yesu akuja hapa duniani. Umuhimu wa damu. Na vile Mungu mwenyewe ametumia damu kuokoa mwanadamu. Kuna kitu kinaitwa dhambi. Sin, mehia. Dhambi ni kile kitu ambacho chochote unachoweza kukifanya kikutenganishe na upendo wa Baba wetu. Ni anything you can do usikie uko guilty. Kuna jambo unaweza fanya usikie lile I'm guilty. Kuna jambo umesema usikie mawazo imetaabika, roho yako amani haina, unasikia I'm really guilty. Niko na hukumu ndani yangu. Dina mweshuko, nasikia kwamba nimekosea hapa. Hiyo guiltiness kama hauwezi deal naye inaweza kukupeleka mpaka burini. Na watu wengi ambao wamecommit suicide, watu ambao wamepotea kwao, mtu anasikia vile amefanya vituko hapa, ishuga, he cannot bear it, itabidi ahame usiku. Ni guiltiness inamwambia hama hapa. Ni guiltiness. Kuna mtu anasikia vile guilt amefanya kwa kazi, amefanya vituko vibaya sana, anasikia kwa guilty, yeye mwenyewe anajifuta before afutwe. Guiltness kitu baya. Na Mungu alidilu na guiltness sababu guiltness ama hukumu ndani ya moyo wako ni kitu kinasababishwa na dhambi. Na Mungu alijua watu wakiwa guilty hawatawahi appreciate my love. Hawatawahi nikaribia mimi. Mtu akiwa guilty anasikia hata kuomba siobi, kufunga sifungi, hata Bible somi, hata kanisa sitaki kwenda, hata kupatana waokofu sitaki. Guiltness ni kishaka. Na kuna kitu Mungu alianza kufanya mapema. Niwasomee maandiko kama matatu hivi. Kitabu cha Mambo ya Alawi. Mambo ya Alawi inasema hivi 14. Leviticus 14:27 to 31. Mungu alikuwa na deal na watu katika level mbili. Level ya kwanza individual, mtu binafsi. Na level hiyo nyingine nitaingia ni ya watu wakiwa pamoja. Katika individual level, Bible inasema nini? Mungu anasema hapa hivi. Verse number 27 of Leviticus 14. And if any one of the common people sin through ignorance, while he doth somewhat against any of the commandments of the Lord, concerning things which ought not to be done, and be guilty. Sikia. Ati kama ikipatikana mtu mmoja wa kawaida afanye dhambi kwa ajili ya ignorance, kuignore ni kama kudharau. Afanye jambo sababu ya kuignore ama taking things lightly. Wakati anafikiria sheria za Mungu, naye ajisikia kwamba akona hukumu ndani yake. Asikia kwamba I'm really harboring sin in myself. Asikia akona guiltiness, atafanya nini? Mungu akapeana formula ya kuondoa dhambi hiyo. 28. All, if his sin which he has sinned come to his knowledge, then he shall bring his offering, a kid of the goats, a female without blemish, for his sin which he has sinned. Ya kwamba tena mtu ajipate tu amefanya dhambi na ajue ama ajijue. Vile mtu huwa tunasema kujiita kama mkutano, and then you acknowledge ya kwamba nimefanya mistake. Hakika hapo nimekosa. Mtu tu unaenda tu unajipata oh no, like I feel nilifanya makosa. Sini yako ama dhambi zako uanzije katika mawazo yako, ujue na ni kweli ni mandahitiye. Ukijua hivyo, guiltness no inaanza kukuattack. Ya kwamba jua umefanya dhambi. Hausaidi hata kwenda kanisa, hausaidi hata kwenda kwa wazazi, hausaidi hata kuripoti kwa kazi, hausaidi hata kufungua duka, hausaidi hata kulala, hausaidi kukaa hata eneo hii. Mawazo mabaya
mapepo inainuka, inasimama juu ya guiltiness, inakuoppress sana. Lakini Mungu akasema nini? Mtu huyo aende achukue kabuzi kike, aje aitoe kama dhabihu ya kumuondolea dhambi. 29. And he shall lay his hand upon the head of the sin offering, and slay the sin offering in the place of the burning offerings. Ya kwamba watakuja na hiyo kabuzi, kakikuja hapo akawekelea mkono kwa kichwa. Alikuwa anawekelea mkono kwa kichwa kusema nini? Unatubu dhambi. Unasema nimeiba na hiyo wizi iingie kwa huyu buzi. Nimetukanana na hiyo matukano iingie kwa huyu buzi. Anawekelewa dhambi zote, unakiri unatubu mbele ya Bwana. Alafu mwenyewe unaichinja. Ukishaichinja, Bible inasema nini? And the priest shall take the blood thereof with his finger and put it upon the horns of the altar of burning offering, and shall pour out all the blood thereof at the bottom of the altar. Na kwamba naye kuhani akuangalia ukifanya hiyo kazi yote. Sasa jiangalie, ninamuona hiyo gharama. Wewe uende utafute busu wa kike, ukuje naye hapa kanisani, umchike kwa kichwa, umwekelee mkono, ukiri dhambi zako zote, ukiamini by faith ati dhambi hiyo inatoka, inamuingia huyu buzi. Ukiri by faith ya kwamba ile nimefanya, hata kama nilikuwa nimeua, mauaji hayo na guiltiness of murder imeingia kwa buzi. Ukishakiri yote na usikie umekiri yote, Bible inasema uchukue kisu uchinje. Ukimchinja, unamchinja mahali kulikuwa na mahali pa kuchomea sadaka ya kuteketeza kwa moto. Ukishachinja, mtumishi wa Bwana achukue damu kwa kidole, aende apake ile madhabahu ya dhabihu za kuteketeza moto, na ingine amwage pale chini. Akichafanya hivyo, fanya nini? That one. And he shall take away all the fat thereof, and the fat is taken away from all the sacrifice of peace offerings, and the priest shall burn it upon the altar for sweet savour unto the Lord. And the priest shall make an atonement for him, and it shall be forgiven him. Angalieni hapo jameni. Bible inasema hivi, Yakoba baada ya wewe mwenyewe uchinje huyo buzi, naye kuhani achukue damu afanye hivyo nimesema, kisha atoe mafuta yote ya huyu buzi, aende aishomee mahali panachomewa manukato, sababu mafuta inanuka vizuri. Yakoba hiyo manukato kinuka vizuri, umekubalika kwa Bwana, harufu yako imeanza kunuka vizuri. Na ni kweli, Nineve wakati Jona alikuwa anatumwa, Bible inasema dhambi zao zilikuwa zimefika katika mapua ya Mungu. Mtu akifanya dhambi sana bila kutubu na bila kuondolewa dhambi, mbele ya Mungu ananuka kama kitu kimekufa. Ananuka vibaya. Lakini mwenye dhambi ambaye ametubu dhambi na amekibiria kwa Mungu, ananuka vizuri katika mapua ya Mungu. Mungu ananusa watu kulingana na harufu yako. Harufu yako ikinuka vizuri, utakatifu uko naye. Ikinuka vibaya, Mungu anaondoka, ni dhambi inanuka. Bible inasema hivi, akishafanya hivyo, hiyo mafuta aishome, inuke vizuri, ati inuke vizuri kwa Mungu Baba. Sweet savour unto the Lord. Praise Jesus. Naye Mungu asikie vizuri, na hiyo mafuta nasikia vizuri, hiyo harufu ni mzuri. Vile Mungu anasikia vizuri, ndivyo dhambi na kuondolea. Naye anasema, naye priest atatoa atonement, aseme umesamehewa. Bwana Yesu asifiwe. Angalieni kazi ya toba, kazi ya kutubu. Niwaulize, kama ni leo Mr. Kirohi, kila mwenye dhambi akifanya dhambi, formula ni hiyo. Ni watu wangapi watakuwa wameondolewa dhambi? Watu wangapi sahi hapa wako na buzi kwa nyumba? Ati enda ulete, umefanya dhambi, ulidanganyana na simu. Sawa. Formula ni hii. Enda ulete kabuzi kakike.
kuja naye hapa, wekea mkono, tubu dhambi, chinja we mwenyewe. Wengine hata kuchinja ni shida. Wengine hata kupata hiyo kabuzi ni gharama. Bwana Yesu asifiwe. By the way, hata mimi kwangu sina buzi unless niende ninunue. Ni kumaanisha kama hii ndio formula, watu wengi wataishi wakinuka vibaya mbele ya Mungu. Dhambi hawasamehewi sababu ya shida ya kukosa tubuzi. Haya, Mwathani akumio. Si mnaona hiyo ni kazi kubwa sana. Hata mtoto wako akifanya dhambi, uko na watoto wafanye dhambi, kila mtoto unamletea kabuzi hapo ashijwe. Kila wakati kanisani ni manukato, kuchoma mafuta, kodo zimeshijwa, buzi zimeshijwa, tubuzi. Ai, wale hawana, basi hawatawaisamehewa. Ni kumaanisha hawataiona wema wa Mungu hata kidogo. Hiyo ni individual, mtu mwenyewe, mtu. Haya, tuangalie vile na Mungu mwenyewe angalia. Anafanya formula agarau mtu asiishi kwa dhambi, asiishi akiwa na guiltiness. Anataka kuondoa hiyo hukumu inside the person. Na watu wakifanya dhambi kama community, ama wafanya dhambi kama nchi, ama wafanya dhambi wakiwa kikundi, kulikuwa kunaendelea namna gani? The same Leviticus, tuende hiyo 16. Bible inasema hivi, nitaruka mistari michache hapo. Nitaanza mstari wa 8, nimalizie 22, lakini nitaashiria mingine hapo. Ukienda nyumbani jisomee hapo uone. Watu walipokuwa wakifanya dhambi, sababu watu wanaweza fanya dhambi wakiwa pamoja. Mnaweza jipata mkiwa watu wawili ama watatu, ama nyumba mzima, the whole family. Mumeenda family gathering na vile mumeongea hapo, ama maibada ingine mfanya hapo, mumefanya dhambi kama family. Ilibidi Mungu mwenyewe apeane formula ya kuondolea dhambi hiyo familia. Ama mumeenda kwa kikundi, kama mimi naenda vikundi vingi. Tukienda kwa vikundi vingi, si watu wote wameokoka. Mtu mmoja tu ainuke na hasira zake na tuungane na hizo hasira zake, tutajipata tumefanya dhambi katika kikundi. Ama the whole country, bunge ipitishe mambo, alafu ikipitisha mambo kila mtu tumeunga mkono, ni sawa. Kumbe tumefanya dhambi mbele ya Mungu, naye Mungu anakasirika. Nchi ikifanya dhambi pia harufu yake mbele ya Mungu ni harufu mbaya. Familia pamoja ikifanya dhambi, harufu yake mbele ya Bwana ni kitu baya. Hata kutoa dhabihu na kuomba ni bure. Mungu hawezi sikia, kitu kinamnukia vibaya. Lakini Mungu alikuwa anataka watu wawe safi mbele yake na wanuke mbele yake vizuri. Akapeana formula akasema, and Aaron, Leviticus 16:8, verse number 9. And Aaron shall cast lots upon the 2 goats, one lot for the Lord, and the other lot for the scapegoat. Ya kwamba Aroni ataletewa buzi mbili. Na sijui kwa nini buzi zote zinahusishwa na dhambi, kondoo nao wanahusishwa na utakatifu. Anganekeita dakure ivyango borini. Sasa inasema buzi wawili waletwe. Wakiletwa wapigiwe kura hapo. Kura ianguke either A or B. Watu wakubaliane A ni ya Mungu, B ni ya scapegoat, ilikuwa inaitwa na Kikuyu Azazeli, ama Kiswahili pia tu ni Azazeli. Ama scapegoat ni kondoo wa kupeleka, ajiepeleke mwenyewe, apotee hivyo mwenyewe. Sasa hizo mbili zichaguliwe. Sikishaguliwa isemekane hii ni ya kuchinja kwa Mungu, hii ingine ndio hiyo Azazeli. Ni kondoo wa kupeleka, asonge, aende akibeba dhambi za watu. Bible inasema mstari wa 9, and Aaron shall bring the goat upon which the Lord's lot fell, and offer him for sin offering. Nao hii ilishaguliwa iwe ni ya Mungu, ipelekwe kwa Aaron, aishije, aishome kama dhabihu ya kuteketeza ya kuondoa dhambi. Vile nimeongea hapo mbele. 10 inasema, but the goat, lakini ule buzi, of which Lot fell to be a scapegoat, yule alipigiwa kura kawa ni kondoo, ni buzi wa Azazeli, shall be presented alive before the Lord. Atapelekwa mbele ya Mungu akiwa uhai, to make an atonement with him. Au afanyiwe toba hapo.
and let him go for a scapegoat into the wilderness. Alafu aachiliwe aende nyikani pasipo na watu, abebe dhambi aende huko. Sasa angalia hiyo formula tena. Mumefanya dhambi kama kikundi, formula ni hii: kujeni na mbuzi wawili. Pastor apige kura, moja ni ya kuchijia Mungu pale katika madhabahu ya kuteketeza moto, ingine ni ya kuwekelewa dhambi ya nyinyi kama kikundi. Alafu ipelekwe kwa jangwa, isonge wilderness. Verse 15 inasema hivi: Then shall he kill the goat of the sin of offering that is for the people, and bring his blood within the veil, and do with that blood as he did with the blood of bullock, and sprinkle upon the mercy seat before the mercy seat. Angalia, atinaye Aaron ibuzi mwingine achinjwe, alafu damu imwagiwe kiti cha huruma. Kiti cha huruma na damu ikimwagiwa, ni huruma zitoke hapo za Mungu zikuje kwa watu kwa kikundi, watakazwe na wahurumiwe. Verse 22, verse 21 inasema, and Aaron shall lay both his hands upon the head of the live goat, and confess over him all the iniquities of the children of Israel, and all their transgressions in all their sins, putting them upon the head of the goat. And they shall send him away by the hand of a fat man into the wilderness. Angalieni hapa. Atinaye Aaron akishachinja huyo wa kwanza, ameweka damu, amenyunyuzia damu kiti cha huruma, the mercy seat ilikuwa inawekwa mahali holy of the holiest. Alafu akuje huyu kondoo mbuzi mwingine, aletwe mbele ya madhabahu. Aaron asimame hapo, amwekelee mikono yake miwili. Afanye nini? Aanze mambo mawili. Number 1, confess. Atubu dhambi za watu. Atubu dhambi za watu wa Israeli na transgressions na makosa ya dhambi. Alafu akikiri, the more anakiri inaingia kwa buzi. Angalieni hapa. It is all by faith. Thank you so much. It is all by faith. Akiwa amesimama mbele ya watu wote waliofanya dhambi, na kabuzi amesimama hapa, amwekelea mikono yake miwili hivi. Akimwekelea tubu, aseme nimetubu. Wana wa Israeli waliomba Balaam. Wana wa Israeli walifanya uasherati, waliiba na wakaua. Wakiri dhambi zote, ati vile nakiri zinatoka kwa watu, zinaingia huyu buzi. Buzi kwa kichwa yake inaigiwa na kila aina ya dhambi, na hakika ilikuwa inatoka. Imagine. Na hiyo ni nini? Ni faith. Hata beleni kulikuwa na imani. Ni faith ya kwamba hiyo yote umefanya mbaya, sababu umefanya kitu moja. You have come together. Number 2, mumeleta buzi. Number 3, mumekuja kanisani. Number 4, mumetabua mtumishi wa Bwana yuko hapo. Akikiri, dhambi zinatoka kwa watu wote, zinamuingia huyu. Baada ya hiyo kutubu, ati atafuta mwanamume aliye na nguvu, a fat man, aipeleke jangwani. Na hiyo jangwani ni abebe huyu kondoo, amebeba dhambi za watu wote, the whole community. Ampeleke kwa jangwa, alafu aende mahali hakuna watu, mahali hakuna mtu anaishi, mahali hakuna hata mnyama. Aende amwashiria, amwambie songa. Ikisonga, either iende ipatane na fisi huko kama kulikuwa, ama ikuve kwa njaa, ama kwa jua. Iende hivyo tu. Walikuwa naamini dhambi yote na pepo zote zimebebwa na huyo buzi, zimepelekwa nyikani, zimeondokea Israeli. Mwadhani ya roho. Angalia ni kama ni siku ya leo tumefanya dhambi hapa na nyuki. Kama njia ni hiyo ya kuondoa dhambi, huyu buzi atapelekwa mpaka Charabidesara, tuko juu kabisa, Tukana. Huyo mtu ataenda siku ngapi? Na ataenda arudi wapi? Ni gharama kubwa sana ya kuondoa dhambi ya watu. Dhambi ni kitu baya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo kama ndio formula bado inatumia siku ya leo, dhambi itaondoka kweli? Watu wamekataa pia. Si watu wengi wanaweza jita mkutano aseme hapana, kulingana vile tulifanya na wewe, naona hiyo ilikuwa dhambi, tunastahili tutumbu. Si watu wengi. Watu wengi wanataka ikae tu hivyo. Just ignore it.
tusonge mbele, ya kale si dwele, tuage ajayo. Hiyo misemo ni mingi. Lakini kuna haja ya watu kutubu. Mungu alikuwa anataka nini? See the importance of confessing, na kuja pamoja na kutubu, dhambi iondoke. Sababu dhambi ni kizuizi kikubwa between you and your God. Mungu, as we say, he has good plans for you. Na ako na baraka yako. Ni kweli na ni ya kila wakati. Lakini kukufikia vizuizi ni mingi. Zinawekwa dhambi ya aina hii, dhambi ya aina hii, ya kufikiria, ni ya kuogea, ni ya kuguza, dhambi ni nyingi. Inazuia. Mungu naye akawa na mbinu ya kuondoa dhambi. Lakini baada hiyo mambo yote, Mungu aliona watu wataendelea kufilisika, wengine hawatapata buzi, wengine hatakuwa na kuelewana, na dhambi itawamaliza. Mungu akazidua mpango mwingine, na ndio nataka niwaonyeshe sasa hapa. Mpango huu uko katika John 1:29. Injili ya Yohana 1 mstari wa 29. Nitawasomea hapo. Bible inasema nini? John 1, the gospel according to John, chapter number 1, verse 29. Inasema hivi, King James Version. The next day, John sees Jesus coming unto him. Atina siku iliyofuata, Yohana akaona Yesu yuaja kwake. And he says, na akasema, behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Sikiza hiyo maneno. Ati angalieni, kondoo wa Mungu, mwana wa Mungu, aondoae dhambi ya dunia. Nataka kuweka hii ya Kiingereza. Which takes away the sin of the world. Taking away, taking. Bwana Yesu asifiwe. Taking away. Angalieni, yule buzi alikuwa anachukua dhambi ya watu wote, ilikuwa anawekelewa, akiwekelewa buzi mwenyewe anaibeba, anaipeleka jangwani. Ana take away. Taking away ni kuondoa. Taking away, kama hii tablet iko hapa, take it away, it is from point A, nitoe nipeleke point B. Kutake away ni kuhamisha kitu mara moja mahali kilikuwa kipelekwe sehemu nyingine. Nikikwambia take away ile bench, ni kusema iondolewe hapo ipelekwe mahali pengine. Nikiangalia tena niseme something ilikuwa hapa haiko, imeenda. Jesus, the lamb that takes away, anateka away, anapeleka wapi? Na yeye anabeba dhambi za watu wote akazipeleka msalabani. Praise God. Kila dhambi duniani hii ambayo inajulikana inayofanywa na mwanadamu, yote Yesu ashawekelewa kwa kichwa. Mnakumbuka taji ilikuwa ya mimba, si mnaikumbuka? Aliwekwa taji ya mimba kwa kichwa. Hiyo ni kubeba dhambi ya kila aina yote duniani hii, yote ikawekelewa kwa kichwa ya Yesu. Akaibeba mpaka kwa msalaba, ikaondolewa kwa watu by faith. Bwana Yesu asifiwe. Naye shetani ako na kibarua ya kutoa dhambi kwa msalaba kuletea watu. Praise Jesus. Yesu sasa angalia, the whole nation, the whole country, all people, every tribe, kila taifa, kila kabila, akabeba dhambi zake zote mpaka msalabani. Mungu akasema, hii nimetoa, imetosha. Sasa hakuna tena kutoa buzi kanisani, hakuna mtu kupeleka kondoo jangwani, hakuna mtu kuja hapa kuchinja. It is done. Imemwagwa moja ya kutosha. Na yeye amechukua hizo dhambi zote, amepeleka msalabani. Na that is the reason why Yesu alipigwa sana Jerusalem, akapigwa huko sana, lakini kusurubishwa lazima angebeba dhambi kutoka Jerusalem, the holy city, the peaceful city, akapelekwa nje ya city, akawekwa msalaba kule juu. That is the reason. Iaminike na itimizwe, the lamb has taken away the sin to the wilderness. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu mahali pengine akasema katika John 3 ya kwamba vile Musa alinua nyoka ya shaba jangwani,
hivyo ndivyo ameinuliwa. Yeyote atakaye muamini, dhambi ameondolewa, ufalme wa mbinguni ako naye. Praise Jesus. Maandiko ya mwisho katika Romans 5 verse number 8 inasema nini? Aroma 5:8. Ya kwamba hivi, but God commendeth his love towards us. Ya kwamba Mungu achatuletea upendo wake kwetu. In that, na namna hii, while we were yet sinners, tulipokuwa bado wenye dhambi, Christ died for us. Yesu alitukufia. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona hata mwenye dhambi ako kwa dhambi, lakini ako kwa mizigo ya wenyewe. Dhambi si yake. Dhambi Yesu achakufa zamani. Tukiwa wenye dhambi, alikufa kwa ajili ya dhambi yetu. He already died for our sin before we even came to him. Kwa hivyo hata kila mtu ambaye anakaa kwa dhambi, it is like mtu anakaa kwa mali ya wenyewe. Unakaa kwa wenyewe. Hapo si kwako, gharama yako ishalipwa. Dhambi yako ishalipwa. Yours is only to confess na kusema Jesus Christ is my Lord and Savior. Full stop. Full stop. Kukiri tu, hivyo tu. Alisema, anybody believes in me, ufalme wa Mungu ako naye. Dhambi imeondolewa. Amefanyika mtoto wa Mungu. Hata wale wako kwenye dhambi, hao ni vile hawajajua gharama ishalipwa. Na ndiposa na Yesu anaangalia, naona sisi ambao tushakuja tumeonja na tumejua, kurudi tena kufanya ile ambayo ni baya. Naiguaga urugoro. Anasikia vibaya tu sana. Ya kwamba huyu ashajua nimemlipia gharama ya dhambi, ameondolewa kwa dhambi. Why are you going back? Na ndiposa mwimbaji anaimba, roho are na maithoria kererera ngoro iria ciagite wihokeku roho wakirie kwa bata. Analilia nini? Analilia sababu anaona wale wanateswa na dhambi, wanateswa na kitu ambao si yao. Ishalipiwa gharama. That's not their right. Hawastahili kuteswa tena. Hawastahili kuoporesa. Hawastahili mapepo wafinye. They need to be free and free indeed. Praise God. Na nyinyi pia lazima tutetee, tukijua Yesu amegharimika kwa msalaba. Ametoa gharama sana kwa ajili yako na mimi. We need to defend our salvation. We need to defend our faith. Lazima tueleze watu wote what Jesus has done. Lazima tujue kurudi nyuma is not a choice. Hatuwezi. We cannot even think about that. Kurudi nyuma hapana, ni kusonga mbele. Sababu kurudi nyuma, narudi mahali kweli nilitoka, mahali pabaya. Ni kutetea injili. Yesu amenitolea gharama kubwa. Kama sio yeye, buzi gapi ningekuwa nimetoa niondolee dhambi? Itotokea kaige. Si tunafanya dhambi wakati mwingi? Ni buzi gani tungekuwa tumetoa kwa kanisa? Tungekuwa tumetoa zetu, tukaiba za wenyewe, tukafanya kila aina kitu mpaka tujione nothing more. We just need to go to hell. Mungu akaona hapana, mambo hiyo ifike mwisho. My son is enough. His blood is enough. Na hiyo ndio gharama kubwa tena Yesu ametoa, amekugharimikia wewe na mimi. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Tuko pamoja. Bwana mwadhani ya rogosho. Ni vizuri sana tujue ya kwamba kuna gharama imelipwa. Kama sio Yesu kuja hii duniani, dhambi ingekuwa imetukanyanga sana. Kama si hii, the grace of God imekuja kuondoa dhambi, miji kama hii hatungekuwa na miji kama hii. Ingekuwa imemaliza yote. Maana Mungu alikuwa anasema hapana, mji wa Nineve dhambi yao imefika kwangu, inanuka vibaya. Waambieni in 40 days na wamaliza. Na angewamaliza. Mungu alikuwa anamaliza. Angalia mtu kama Jona mwenyewe ameingia kwa meli na ametumwa, alafu dhambi ya kukataa kuobey anafanya karibu watu wote waangamie kwa meli. Angalieni watu kama wa Akan, wale walikuwa upande wa Musa wanapiga Musa, wengine wakao upande ule mwingine. Walimeswa na dunia ikapasuka wakaenda. Dhambi ni kitu Mungu anachukia sana kwa sababu ilizaliwa kwake. Na ilipozaliwa kule na Shetani ikapasua serikali yake na akateremka na malaika. Hiyo inamukasirisha tu sana na anaipinga zaidi.
Na niposa aliona, wacha nimtoe mtoto wangu, mambo kama hii isifanyike, watu wangu warudi kwangu. Praise Jesus. Watu wakielewa hii gharama, mimi najua atashikilia imani ya kweli, hautachezewa wokovu wako. Wokovu wako utautetea, Mungu wako utamuomba na utaamini ya kwamba kama ameshakutendea hivyo, makubwa pia atakutendea. That is where our faith is, that is where our belief is, that is where our hope is, ya kwamba tunayemwamini kama alinipenda na akafa kwa ajili yangu long before I became a believer, huyo hata nikimuomba anything leo atanipa. Na ndiposa tuna confidence ya kuja mbele ya Bwana kumwambia, I am your child, nipatie hii, nifanyie hii, ask as much as you can, because ule unauliza, he can do more than you think or imagine. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni gharama imelipwa, na ndiposa tunatetea wokovu wetu. Hatutafuata binadamu, tumfuate aliyetukufia. Mimi sijamwaga damu kwa anybody. Hata kama watoto wangu nawapenda, siwezi wapenda kiasi ya Yesu Kristo. Siwezi waokoa. Hata bibi yangu ningumpenda, siwezi mpenda kiasi ya Bwana Yesu. Bwana Yesu ndiye amependa kila mtu. Na kama kuna mtu wa kufuata ni Yesu. Ugai amen. Hakuna haja ya kufuata wanadamu, afadhali kufuata Yesu. Na nitaendelea kuongea habari hiyo the other time I'll be here. Kuna watu ambao tunajua hii dunia tu, baada ya Yesu kwenda mbinguni, wale watu waliacha hapa mitume waliteswa sana. Niwapatie na mfano mmoja ambao katika history anaitwa Polycarp. Polycarp alikuwa ni bishop wa huko Smyrna ama the current Turkey. Na alipohubiri sana, serikali iliona kuna watu wengi wanafuata, wanaamini hiyo injili yake. Na wakawa Kristo wengi sana. Na ikasemekana kusimamisha Ukristo usienee namna hii, itabidi tumuite Polycarp aseme Yesu sio savior, na Yesu si mwana wa Mungu, na Yesu sio Mesia. Akaitwa. Alipoitwa aliwaambia hivi. Alisema na lugha yake ya mzee. Akasema, mimi nimekuwa mzee, niko na miaka 80. Miaka 80 ni mingi. Na nimetumikia Bwana Yesu kwa hiyo miaka yote. Na hajawahi nifanya kitu kibaya chochote. Kwa nini nimkane? Mfalme empire wa Roma na anaamini hiyo maneno ya mzee. Akamwambia, hapana, kama hausemi hivyo ya kwamba Yesu Mesaya, tunakuwekea madume hapa, utararuliwa hivi. Akasema, haina shida, unless mjui kwamba mimi ni Mkristo. Akapelekwa kwa hao wanyama, akapigwa hakufa. Akaambiwa, si useme Yesu Mesaya. Akasema, unless hamjui mimi ni Mkristo. Na kama mnafikiria ninaweza mkana kwa ajili ya kuteswa kwa muda kidogo hivi, alafu niende hukumuni maisha ingine marefu yote, siwezi fanya hivyo unless I am a fool. Ya kwamba sitakubali kumkataa sababu mnanitesa kwa masaa. Alafu nikimkataa, nikikufa, nikienda kwake nitawekwa jehanamu forever. Afadhali munitese na nikaishi vizuri forever. Wanaogiwa ate. Lakini ni ngumu sana. Alipokataa kufa, walimdunga na visu hivi, hakufa, wakamkatakata hivi nyama, alafu wakafuga vitabaa vya moto wakamchoma. Hakukataa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama tuna Wakristo wanaweza pigania Yesu saa hii leo. Kutokea watu tu waseme, kanisa tunawamaliza. Kama hamsemi Yesu Mesaya, mseme Yesu mtoto wa Mungu, hawezi okoa mtu, tutawaua. Watu wengi wako kwenda maangiwa, afadhali nijiokoe hapa nisonge tu. Kusema tu. Badala nisikwe, siniseme tu alafu tutatana na hii watu. Lakini kuna watu bado wanasikia, mimi hata ikifanyika hivyo siwezi mkana Yesu. Ni mtu ambaye anahesabu gharama. Anaelewa what has Jesus done in my life. Ni nini Yesu amenifanyia? Amenitengeneza kiasi gani? Ameniondolea aibu aina gani? Ameniondolea matatizo ngapi? Amenitoa wapi? Simwachi.
Simwashi. Washa ukiniua, actually you are taking me closer to him. You are taking me where he is. You better do it quickly. Hiyo ni mtu ambaye anajua gharama ambayo imelipwa. Tusimame na miguu yetu. In the name of Jesus. Mwambie Bwana, nimejua nilipia gharama nyingi. Mwambie Bwana sitarudi nyuma. Mwambie Bwana nipe nguvu ya kushikilia na kutetea imani yangu. Sitatingizika. Hata kama nasukumwa, sitasukumika. Hata kama Bwana ninafinywa sana, sitakubali kukuachana na wewe. Sitaachana na Yesu. Nisaidie niwe wako leo na hata milele katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Inua mkono wako wa kulia juu nikuombe baraka. Baba wetu wa mbinguni, nakushukuru sana. Umetuondolea gharama nyingi ambazo zingetutatiza. Kama leo tungekuwa tunatishwa kwa mbuzi kila wakati ya kutoa dhambi zetu, hatuwezi pata. Tungekuwa Bwana tumetupwa, dhambi zitatufunika, tungekuwa tunanuka vibaya mbele yako. Lakini tunakushukuru kwa kutupatia Yesu Kristo, kumwaga damu yake ni kipawa cha wokovu, ni zawadi kamili. Tumekubali. Kuna gharama nyingi imegharamika, ndiposa sisi tupatikane. Naomba Roho wa Bwana Mtakatifu, saidia mimi, saidia watu hao wote. Hakuna hata mmoja wao atakayepotea, atakayerudi nyuma katika jina la Yesu. Naomba Bwana uwape nguvu nyingi ya kutetea imani ya Kristo, imani ya kweli, kutetea wokovu, kutetea habari njema Yesu katika jina la Yesu. Hata kama watapingwa Bwana, hawatapingika. Hata kama watasemwa, hawatamalizwa. Hata kama watakejeliwa, hawatachuchwa Bwana katika jina la Yesu. Ninawabariki Bwana kwa nyumba zao. Nabariki ndoa zao. Nabariki watoto wao. Nabariki waume wao. Nabariki bibi zao. Nabariki mali yao. Nabariki imani yao. Nabariki afya yao katika jina la Yesu. Uwainue Bwana, utembee na wao, uwatie nguvu mchana na usiku katika jina la Yesu. Na Bwana tunaombea mji wote na kanisa hili, ukaendelee Baba kulipanua, ukaongezea kikundi cha wazee, ukaongezea kikundi cha wamama, kikundi cha wanalika, watoto na wateule Bwana katika jina la Yesu. Tunakuomba Bwana uwe nasi. Endelea Baba kuwa nasi na kusimama nasi. Kama kuna yote ndani yetu ambaye anaugua, naomba Bwana uponyaji. Yesu uliteswa kwa mwili wako tuponye. Utupatie uponyaji huo. Katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. And now may the grace and the love of God